Wapendwa wana Kipaimara na ninyi ndugu zangu waamini wote tuliomo katika ibada ya takatifu, tumsifu Yesu Kristo. Katika somo la kwanza tumekutana na watu wanaostaajabu. Imekuwaje watu hawa ambao ni wa kabila moja tena la pembeni, hata ukiwahesabu kati ya Wayahudi karibu hawahesabiki, kwa sababu wako pembeni huko Galilaya, wanaongea na watu kutoka mataifa mbalimbali. Kila mmoja wetu anawaelewa wakisema kwa lugha tuliozaliwa nayo. Inakuwaje hili? Ni jambo la mshangao, ni jambo ambalo lilihitaji tafakari ya wale watu waliokuwa wamekusanyika siku ya Pentekoste. Injili inatupatia jawabu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa. Na dhambi hiyo ni kitu gani? Dhambi na sura mbalimbali. Tuna namna nyingi ambazo tunamkosea Mwenyezi Mungu, lakini kimsingi ni kwamba dhambi ni kule kutokumweka Mwenyezi Mungu na amri zake na maelekezo yake maanani. Tunajifanyia mambo sisi wanadamu hata bila kujali Mwenyezi Mungu anasema lipi, na pengine kwa makusudi mazima tunakwenda kinyume cha yale ambayo Mwenyezi anatuagiza tuyafanye. Hiyo ndio dhambi, na matokeo yake ni mafarakano kati ya watu, kutokuelewana ambapo kwa namna moja au nyingine kunadhihirishwa kwa hizi lugha mbalimbali za watu. Na ndio sababu Bwana wetu Yesu Kristo kabla ya Pentekoste au katika kitendo cha kufanya Pentekoste na watu na wafuasi wake, neno kubwa ambalo anawaambia ni hili: endeni mkaondoe dhambi, ondoeni dhambi ulimwenguni. Hii sura ya mafarakano kwa njia ya lugha ilianzaje? Kulingana na maandiko matakatifu katika kitabu cha Mwanzo, tunaambiwa kwamba watu walikuwa ni lugha moja, lakini ikafikia wakati ambapo licha ya kuwa ni watu wa lugha moja na kabila moja, hawakuweza kuelewana tena. Na ile litokana na nini?
Kitabu cha Mwanzo kinatuambia walitaka kujenga mnara, na mnara wake utoke ardhini mpaka uguse mbingu. Lakini katika mipango yote hiyo hawakujiuliza Mwenyezi Mungu ndilo analolipenda au hapana. Na kitabu cha Mwanzo kinatuambia Mwenyezi alipogundua kwamba wanataka kufanya shughuli kubwa kama hiyo, kujenga mnara mpaka ufike mbingu, aliteremka akawavuruga katika msemo wao. Na ijapokuwa walikuwa watu wa lugha moja hapo awali, wakashindwa kuelewana tangia hapo, kwa sababu wameshindwa kumweka Mwenyezi Mungu maanani na wakaingiwa na kutokuelewana. Pentekoste hii ni moja kati ya maajabu makuu ya watu, kwamba watu ambao ni wa makabila mbalimbali na lugha mbalimbali, tunaambiwa wapo wa Kirene, wako Waarabu, wako Warumi, wako sijui watu kutoka mbalimbali wametaja au baadhi ya watu. Wanashangaa kwa nini hawa watu ambao hawana kisomo chochote ya kusema wamejifunza lugha za watu wengine wanaongea na katika kuongea wanatufanya tukaelewa wanalotaka kutuambia, tena tunawaelewa kwa lugha tulizozaliwa nazo. Kinyume kabisa cha hali ile iliyojitokeza kwenye mnara wa Babeli. Pale mnara wa Babeli watu walikuwa lugha moja lakini hawaelewani. Hapa katika siku ya Pentekoste watu ni wa lugha mbalimbali lakini wote wanaelewana, tena kila mmoja kwa lugha ile aliyozaliwa nayo wanaelewana. Ni nini ambayo Pentekoste inataka kutuambia? Na ni nini ambayo ninyi wapendwa wana Kipaimara mnakusudia kuichukulia kama azma yenu, azma ya maisha yenu kuanzia sasa? Ni hili ambalo hawa watu ambao licha ya elimu yao ndogo waliweza kueleweka na kukubalika na kila mtu, kwa sababu tunaambiwa waliyatangaza matendo makuu ya Mungu, kinyume kabisa cha wale waliotaka kujenga mnara. Wale walitaka kujenga mnara wajijengee jina na heshima, kusudi vizazi vijavyo waje wawasifu, kulikuwa majitu yenye elimu, kulikuwa na majitu yenye uwezo, mpaka wakajenga mnara kama huu. Mungu hawataki hata kumgusia. Lakini hawa mitume na wafuasi wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo wanafaulu kueleweka, kwa sababu lengo lao kuu ni hilo, kutangaza matendo makuu ya Mungu. Manake kumpa Mwenyezi Mungu heshima ya juu, heshima ya kwanza kabisa. Na hilo ndilo
ninyi wapendwa na Kipaimara, mnatuahidia hapa, mnataka kulifanya katika maisha yenu. Wapendwa, mnaweza kuwa na mawazo hata kusema mimi nataka kuwa mwanamke wa pili kuwa president katika nchi ya Tanzania, au sijui mimi nataka kuwa jemadari, sijui nataka kuwa kitu gani. Haikatazwi. Haikatazwi. Lakini je, hayo ni mapenzi ya Mungu au hayo ni mapenzi yako? Hilo ndilo swali kubwa. Unataka uwe rais wa Tanzania kwa sababu ya sifa na utukufu wako, au unataka kufanya hivyo kusudi jina la Mwenyezi Mungu litukuzwe? Ndio swali la kujiuliza. Haidhuru ni kitu kidogo, nataka kuwa injinia, nataka kuwa mtaalamu wa kujenga nyumba za watu binafsi. Haidhuru, sio majengo makubwa, sio mnara wa kwenda kugusa mbingu, hapana. Lakini nyumba ambazo zitakuwa ni nzuri, za kufurahisha, za kuwafanya watu wafurahi. Lakini je, umejiuliza ndani yake kwamba Mwenyezi Mungu amepanga ili na wewe uwe mtu wa namna hiyo, au Mwenyezi Mungu ana kazi tofauti kwa ajili yako? Na lengo zima ni nini? Ujijengee jina au umtukuze Mungu? Ninyi wapendwa na Kipaimara, kwa kupokea sakramenti ya Kipaimara leo hii, mnataka kutuambia ni kwamba mtamweka Mwenyezi Mungu kabla ya kitu kingine chochote katika yote mnayotaka kuyafanya. Na sisi hapa wote tuliojaa kanisa hili, hata huko nje, tu mashahidi wa agano hilo mnalotaka kulitoa mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni agano muhimu, ni agano zito, lakini hamna sababu ya kuhofu, kwa sababu sisi tumekuja hapa sio kama wahudhuriaji wanaokwenda kwenye mahakama wanaona huyu atahukumiwa kunyongwa au vipi. Sisi tumekuja tukiwa jumuiya moja pamoja na ninyi, kuwaeleza na kuwasadikisha kwamba hayo mnayoahidi leo, ninyi si wa kwanza. Tumekwisha kuahidi hiyo sisi wengine miaka mingi kabla yenu, na kanisa limeahidi hiyo tangu siku ya Pentekoste ya kwanza. Kwa hiyo ni jambo ambalo halipashwi kututisha kwa kiwango cha kusema mimi hapana. Tunaombea Mwenyezi awafanye mtambue umuhimu na ukuu wa tendo hili mnalolifanya, kiapo hiki mnachokifanya kwa njia ya kupokea sakramenti ya Kipaimara. Tunamwomba Mwenyezi Mungu afanikishe katika malengo hayo, awafanikishe kila mmoja wenu, akamilishe hiyo kazi njema ambayo ameianzisha yeye mwenyewe ndani ya mioyo yenu. Na uwepo wetu sio tu kwa kusali pamoja nanyi, lakini tunataka kuahidi kama vile tulivyo nanyi ndani ya kanisa hili. Wakati mnapotoa ahadi hiyo, tutakuwa pamoja nanyi katika maisha yenu yote. Nanyi wapendwa ndugu zangu waamini,
ingekuwa ni balaa kubwa kama yeyote kati yetu, awe ni mzazi au ni mtu gani yeyote yule, atofanya hawa mojawapo au wote kwa ujumla washindwe kutekeleza lengo hilo. Manake kuja kukaa hapa kanisani pamoja nao ingekuwa ni kumdanganya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi apokee pia uwepo wetu sisi sote tuliojumuika na hao wapendwa kuadhimisha sakramenti ya kipaimara, na atusaidie tuwe kweli msaada, watu wa kuwaimarisha hawa wapendwa wetu katika maisha yao ya kila siku. Tumsifu Yesu Kristo.